Vijana mpo? Mpo? Asante sana ndugu kiongozi wa chama, makamu mwenyekiti, katibu mkuu na viongozi wote wa kamati kuu, halmashauri kuu na mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa jimbo na kata. Habari za jioni. Mimi nina dakika 5 tu ambazo dakika 5 hizi nahitaji kuzungumza na vijana. Dakika 5 hizi nahitaji kuzungumza na vijana kuhusu umuhimu wa kushiriki uchaguzi. Nadhani tunafahamu kuna wanaosema Oktoba wanashiriki, kuna wanaosema hawashiriki, lakini ujumbe ambao nataka kuwapa vijana ni huu, ya kwamba uchaguzi ndio uliobeba 75% ya siasa. Unaposikia neno siasa, imebeba 75% na uchaguzi. Tafsiri ya siasa ni ufanyaji wa maamuzi na mgawanyo wa rasilimali. Nani apate barabara? Nani apate ajira? Nani apate afya? Nani apate maisha mazuri na uchumi mzuri? Ndio tafsiri yake. Uchaguzi ndio ambao unatoa viongozi wanaokwenda kwenye vyombo vya maamuzi kufanya maamuzi. Nani apate ajira? Nani apate afya? Nani apate elimu? Nani apate barabara? Kwa maana yake ni kwamba tukisema hatuendi kwenye uchaguzi, tafsiri yake tumeacha hatima ya maisha yetu kwa viongozi wa serikali ya CCM. Tumeacha hatima ya maisha yetu kwa wabunge wa Chama cha Mapinduzi ambao wamejazana bungeni. Kazi yao badala ya kutetea wananchi, badala ya kupigania wananchi, badala ya kusemea vijana, wamegeuka kuwa sauti ya kusifia serikali na kupigia makofi serikali. Kwa vijana wenzangu, kutokushiriki uchaguzi ni kukubali kinyonge, kukabidhi hatima ya maisha yetu kwa CCM. Sisi vijana, 70% ya idadi ya watu Tanzania ni vijana. Sisi ndio waathirika wa ukosefu wa ajira. Sisi ndio waathirika wa maisha magumu. Sisi ndio waathirika wa huduma mbovu za afya. Tunaposema hatushiriki uchaguzi, tafsiri yake tunaacha hatima ya maisha yetu kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, kwa wabunge wa Chama cha Mapinduzi ambao kwa miaka 5 wameshindwa kusimama madhubuti kupigania usalama wetu. Leo watu wanatekwa, vijana wanatekwa, watu wanapotea, wabunge hawasemi, wamekaa kimya. Leo umaskini ni mkubwa miongoni mwetu, wabunge wapo, kazi yao kusifia. Vijana Tanzania, ukosefu wa ajira, wabunge wapo, kazi yao kupiga makofi na kusifia serikali. Ulemavu, bodaboda, machinga, mamalishe. Kwa hiyo uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba ndio muda kwetu kwenda kufanya maamuzi, kupiga kura, na sio kupiga kura tu, kuhakikisha kura tunazozipiga tunazilinda, kuhakikisha uhuru wa serikali ya CCM kuweka kura feki, uhuru unaofanywa na jeshi la polisi kusaidia sisi kuhakikisha tunasimama madhubuti kupinga uhuru huo. Ndugu vijana wenzangu, tunafahamu kwamba mfumo
ndani tunajua, lakini sisi tuna wajibu wa kwenda kusimama na kuonyesha mamlaka yetu na kuonyesha nguvu yetu, kuhakikisha kiongozi aliyechaguliwa kwa kura zetu ndiye anayetangazwa na kwenda kwenye vyombo vya maamuzi kutuwakilisha na kutupigania. Hii nchi hatuwezi kuamuliwa hatima yetu na viongozi wa CCM. Hatuwezi kuamuliwa hatima yetu na Chama cha Mapinduzi na dola na polisi. Sisi wananchi kwa mujibu wa ibara ya 8 ndio tuna mamlaka ya kuamua tumweke nani, tumwache nani, tumwondoe nani. Naombeni vijana wenzangu, changamoto tunazopitia zitupe nguvu kwenda kusimama madhubuti kuhakikisha kura tunazozipiga, kuhakikisha kwamba uhuru wa Chama cha Mapinduzi tunauzuia. Na ninaamini kwamba huu ni wajibu wetu sote, ni wajibu wetu sote vijana, kuhakikisha tunalinda kura zetu, kuhakikisha tunapinga uhuni, na tuseme kwa pamoja kwamba lazima tushiriki uchaguzi kwa sababu ni uhuni hasusiwi. Naomba nimalizie kwa kusema wajibu wa kuhakikisha ushindi wetu unaimarishwa na tunatangazwa ni wajibu wetu sote. Tukishindwa kufanya hivyo, tutakuwa tumeacha hatima ya bunge letu kuwa tawi ya Chama cha Mapinduzi, kuwa bunge la vituko, bunge la kusifu na kuabudu. Hatupaswi kukubali. Tusimame, twendeni Oktoba, tukaimarisha chama chetu, tukahamasisha imara, tukapiga kura, tukalinda kura zetu, na tupinge uhuni wote wa Chama cha Mapinduzi, tupinge uhuni wote wa dola, tupinge uhuni wote wa serikali, kuhakikisha kura zetu zinakuwa na thamani. Leo hapa kwenu Temeke mlikuwa na mtoto wenu anaitwa Deodatus Soka. Soka ametekwa mpaka leo hajulikani yuko wapi. Hapa kwenu Tanzania hapa tulikuwa na kaka anaitwa Mlude. Mpaka leo Mlude ametekwa hajulikani yuko wapi. Mzee Kimao kauawa, hakuna hata uchunguzi. Mimi naongea na nyie, nilitekwa mnajua, mpaka leo hakuna uchunguzi. Hawa polisi tunawalipa kwa kodi zetu, hawafanyi chochote, hawafanyi uchunguzi, hawafuatilii, hawapelelezi, na serikali imo, wabunge wapo, waziri wa mambo ya ndani ambaye alipaswa kuwajibishwa yupo, IGP ambaye alipaswa kuwajibishwa yupo. Mnajua sababu? Mnajua sababu? Ni kwa sababu bunge ambalo lina wajibu wa kikatiba, ibara